Episode namba 3 ilisha Taejong anapigwa dozi ya chanjo, lakini haikuwa chanjo kama zile za kawaida, bali ilikuwa ni dawa mahususi kwa ajili ya kummaliza. Na bwana mdogo akawa akitazama basi saa, anaona kwamba muda wake wamtupa mkono kabisa. Na kama bado hujatazama hizo episode za mwanzo, basi bonyeza hiyo pop up icon hapo juu iweze kukurudisha kule ambapo yote haya yalianza. Sasa baada ya hiyo shughuli daktari akaondoka, lakini njiani akatuma ujumbe mfupi kwa mtu akisema kwamba shughuli itakuwa tayari baada kama dakika 30 hivi. Baada ya hapo Taejong akatumia ule msumari aliotoa kanisani, kisha akatengeneza kashoti kana namna fulani kwenye ume. Basi kabidi walinzi watoki kuangalia kwamba ni nini ambacho kinaendelea. Wanapotoka jamaa anatumia funguo alioichonga kuingia kwenye storage room na kuiba nguo za kiraia kutoka katika eneo la kuhifadhi vitu, kisha akazivaa juu ya sare zake za gereza, alafu huyo akaanza shughuli zake za kutoroka. Sasa akiwa kwenye harakati zake za kutoka, ghafla akaanza kuhisi maumivu makali sana ya kichwa, lakini akaamua kukomaa hivyo hivyo na kwenda kwenye chumba kingine, kisha akapanda kwenye venti za hewa. Nje ya gereza huku afisa Yang anamuona Yongshik akisubiri kitu hivi, ama akiwa kama anamsubiri mtu. Yeye akahisi kwamba jamaa amekuja hapo kumuona mtu, lakini ni kwa nini yuko nje? Na mzee anasema kwamba ni hakika, sema alichukua muda wa kutembelea watu ndio maana ana hang hapo. Ndani kule Taejong akafanikiwa kufika mpaka nje ya kituo cha polisi ambapo raia wamekaa wanasubiri wahudumia. Akafanikiwa kufika mpaka nje ya gereza, lakini ghafla kizunguzungu kikamwanza, jambo lilosababisha aishie kuanguka tu. Kutoka hapo sini inahamia mpaka kwa tajiri Yohan. Anakuja na mpango mpya wa kujifurahisha kupitia mchezo wa kuuana. Anamwambia na msaidizi wake ambaye huwa anasapoti sana huu ukatili wake ambao anaufanya. Anaambia awasiliane na watu wa Wizara ya Sheria afanye nao mchakato ili uweze kuwa rasmi kabisa. Kutoka hapo akaenda gerezani, maana jambo lake lazima lipate watu ambao wako na shida sana na hela kiasi kwamba wako tayari kujua. Kwa sababu hiyo mlinzi wa gereza akatembelewa na kamishna wa polisi ambaye anamtambulisha kwa tajiri anaitwa Yohan. Yohan anampa mlinzi pendekezo fulani kuhusu mchezo pamoja na mfuko wenye vipande vingi sana vya dhahabu. Anaambia mlinzi amtumie wauaji, wabakaji na wezi waweze kucheza huo mchezo wake. Gerezani huku afisa Yang anaangalia picha za CCTV na kufuatilia mwenendo wa Taejong alipokuwa akijaribu kutoroka hapo katika gereza. Utagundua kumbe Taejong hakufanikiwa kabisa kutoroka. Anaamka katika chumba cha wagonjwa ambapo daktari halisi anaambia kwamba alikuwa na sumu ya panya katika mwili wake. Inavyoonekana kumbe vitamin ambayo Yongshik alimnunulia ilifanya kazi kama dawa ya kuneutralize sumu. Hivyo hilo jambo likamfanya aweze kupata muda wa aweni. Na hata pale nje aliyemkuta ni kasisi, ndo akamwaisha mpaka hapo akapata msaada. Lakini walinzi wakawa wanaficha kile ambacho kimetokea, sababu kingeonyesha kwamba kuna dosari katika ufanyaji kazi wao. Afisa Yang baadaye akamfuata Taejong na kumkasirikia sana sababu ya kile ambacho amekifanya. Anaambia kwamba yeye anamtendea mema kila siku na kumtreat vizuri, lakini yeye ameamua kumlipa kwa kutaka kutoroka. Basi atafanyaje sasa? Warden naye akamwachia Doksu kutoka kwenye confinement mule. Kama wakumbuka vizuri, alipelekwa sababu ya kumpiga Taejong, kisha anampa maelekezo kwamba asifanye fujo tena ili mambo yaende sambamba, ukizingatia pia kwamba kuna dili nono sana linakuja. Lakini asikilizi. Kutoka hapo tu anawakusanya watu wake na kuambia wamshambulie Taejong katika chumba cha wagonjwa mahututi. Wamefika mule, mapigano yakaanza. Afisa Yang kugundua kwamba kinachoendelea ni nini, akaamua kupiga basi alamu ili askari waje. Walinzi wakafika pale na kuanza kupambana na wahuni wa Doksu. Taejong naye anazichapa na wengine akawavuruga sana. Hatimaye sasa ikawa ni pambano kati ya Taejong na Doksu. Licha ya kudungwa kisu mara nyingi, Taejong akafanikiwa kumdunga Doksu na kumkata sikio. Taejong basi ndio ikabidi achukuliwe na kupelekwa kwenye solitary confinement kwa zamu hii, ambapo huko anapata vision ya Taejin ikimjia mara kwa mara na kumlaumu kwa kifo chake. Hivyo mwanaume huyo akaisha kuomba msamaha tu huko akiwa analia sana, akisahau kabisa kwamba hiyo ni vision tu. Muda si mrefu Taejong na wafungwa wengine wanachukuliwa kwa nguvu kutoka kwenye seli zao na kusafirishwa kwa malori hadi eneo tofauti. Wanapoamka, Yohani anawatoa nje na kuambia hii ni nchi ya fursa. Sawa, ni flashback ya miaka 5 nyuma. Mwanaume mmoja anaitwa Baekdokyeong anamuona Yong, kisha anampigia babake akiomba msaidie. Upande mwingine, watu kadhaa wakiwa kwenye suti wanaattend tukio la kusherehekea uwekezaji wa taasisi inaitwa GA Investment ambayo imeshinda mnada wa kuwa in charge kama kampuni itayolindi na data security za nchi hiyo ya Korea. Watatu kati yao lakini wanaonekana kuitukana sana kampuni hiyo na kuibeza kwa jinsi ilivyoshinda dili hilo kwa kutumia ujanja. Yohan anaenda pale na kuweka wazi kwamba kiini cha kampuni hiyo kilikuwa usalama wa data kila wakati na itabaki kuwa lengo lao kuu. Ndo watu sasa kushangaa kwamba kumbe huyu dogo ndo mkurugenzi wa kampuni. Mtendaji mmoja akamnyeshia kidole kwamba Yohani amepata dili kwa wizi. Hivyo basi muuaji mmoja wa Yohani akaishia kumkata kidole, alafu hicho kidole Yohani akakichukua na kuongeza kwenye collection yake ya sanamu. Kisha anapigiwa simu na mbunge anaitwa Baek ambaye anataka kumtoa Dokyeong kwenye matatizo, alafu kwa kumlipa. Yohani anaambia mbunge amnunulie kazi ya sanaa
Baada ya makubaliano, Yohani anaingia kazini. Timu yake ya wasafishaji wanaenda kwenye eneo la uhalifu na kuweka kamera zinazomruhusu Yohani kuweza kupaona mahali hapo na kumtafuta mtu ambaye atakuwa kama scapegoat. Wanaweka mwili wa Na-young kwenye maji ya uvuguvugu kwenye bathtub yake, alafu Yohani yuko busy anatafuta mtu wa kumsakizia hiyo kesi kupitia mamilioni ya CCTV kamera ambazo ana access nazo. Hapo sasa ndipo Tae-jung anapopatwa na janga. Yohani kwa ukaribu akaanza kutafiti rutini ya Tae-jung na hata anaambia wafanyakazi wake wakusanye DNA yake, ikiwa ni pamoja na kondom iliyotumika asubuhi baada ya Tae-jung na mpenzi wake kulala pamoja. Akaweka mmea uliokauka katika jengo ambapo Tae-jung kupeleka chakula hiki kuhakikisha kwamba atatumia muda mwingi sana ndani, na pia anatengeneza nakala ya bangili yake. Kila kitu kinaenda sawa kama jinsi ambavyo anakitaka. Tae-jung akamatwa. Kumbuka hii yote ni flashback ya kuelewa kama tumefikaje hapa. Wakati wa sasa wafungwa wanafika katika eneo la Yohani huko, wanapokelewa na karamu ya kifahari sana na kupewa vimba binafsi vilivyoandikwa namba. Tae-jung yeye anakaa katika chumba namba 9. Ingawa halali humo, badala yake anatoka kisiri na kujaribu kutafuta njia ya kutoroka. Sema kwa kusikitisha, anakamatwa na Yohani mwenyewe. Yohani anaambia kwamba kutakuwa na mechi siku inayofuata na zawadi maalum sana itatolewa kwa mshindi. Anaporudi chumbani kwake, Ji-young, mtu anayejaribu kumuua Tae-jung, anampeleka kumwona Doksu. Wamefika pale, watu wa Doksu wanataka kumshambulia. Walinzi wa Yohani wanawalazimisha kuacha hayo mambo. Asubuhi wafungwa wanaitwa nje. Yohani anaambia kwamba watakuwa wakishiriki katika mbio za magari. Mmoja wa wafungwa anapopinga kitendo hiko, Yohani anampiga risasi na kumuua. Yohani anafichua kwamba pesa zawadi kwa mshindi ni shilingi bilioni 5 kisha tunamwona Deok-yeon na mwanaume mwingine wakiwa siri. Yohani amewalika rasmi wauni wake waje kutazama hiyo game ambapo watu katika resi hadi wana ruhusa ya kuweza kuuana. Yohani akawakaribisha na kuambia kwamba mbio hizo za magari ni kama fungulia dogi, kwani hakuna sheria zozote zile ambazo zimewekwa. Yaani anapanga kugeuza hili kwa aina ya burudani na kuwaruhusu wacheza kamari kuweka dau kwenye dark web na kufurahia damu za watu zikimwagika. Kisha anatumai kwamba wazo lake hili atalipeleka kimataifa na kuliweka katika nchi tofauti tofauti ili matajiri waweze kuenjoy vitu fulani vya design hii. Anyways, kwa wachezaji kule ni muda wa mlo, wanapiga menyu ya kifahari, kila pocho ambalo linahitajika limo mule ili waweze kukaa fit kwa ajili ya race. Wakiwa hapo, Ji-young anamkaribia Tae-jung na kumwambia kwamba wawe partners. Anajua kwamba Tae-jung ana leseni ya ufundi wa magari, hivyo akiwa naye karibu, basi masuala ya upgrade ya gari atakaa sawa kabisa, hatakuwa na wasiwasi wa nguvu ya gari na mambo kama hayo. Na wengine pia wakanajaribu kuform alliance ili waweze kusurvive kwenye race hiyo. Gangja yeye ndo akaamua kabisa ku upgrade game lake, akafika kwa bosi Yohani akaanza kumpamba pale na sifa kibao, kisha anaambia bosi amtumie vizuri wa partners wa long term kabisa. Yohani akacheka sana kwamba real life kama yeye ataleta nini kwenye meza. Kisha anaambia kwamba atalifikiria hilo jambo. Doksu naye akakutana na Yohani na kumwambia kuwa yeye tamanio lake ni kumua mmoja wa wafungwa. Yohani anaambia mzee, uweza fanya chochote kile ambacho wakitaka. Hii sehemu ni sehemu ya fungulia dogi, nishasema. Umesahau. Wakati huo Tae-jung akawa yuko anaangalia gari la Ji-young kuona kama kuna upgrade yoyote inaweza fanyika. Mara huku mmoja wa wafungwa anaiba gari la mfungwa mwingine. Gangja ndo kutambua kwamba wanavyosema kwamba hakuna sheria ndo hivi. Na ubaya Yohana alitoa magari tofauti tofauti kwa kila player. Yaani unaweza kukuta mwenzako ana BMW M3, una kiviti chako tu kimekaa kwa hapo. Sasa muda si mrefu jaye anagundua kwamba gari ya Ji-young ni gari ya resi. Hivyo wakafikia kuliiba. Ikabidi basi Tae-jung na Ji-young waondoke, huku Doksu na Gangja wote wakiwafuatilia kwa nyuma. Yohani akaona wafungwa tayari wanaanza kufukuzana, lakini anaambia walinzi wake waache tu iliwe na liwalo wabaruzane. Baada ya magari yote matatu kugongana, Yohani anaambia sasa watu wake wasimamishe mapigano, maana watu walikuwa wameshaanza kumwagiana moto. Kwa bahati mbaya, gari la michezo la Ji-young lishaanza kuwaka moto. Asubuhi yake Tae-jung anamtembelea Yohani kule ofisini kwake Hightower. Tae-jung kumbe alikuwa pale kusoma escape route yake. Anaangalia vizuri eneo linalozunguka na akaona kipande kirefu sana cha barabara ambacho bila shaka kinaingia town. Tae-jung anamuuliza Yohani kwamba kwa nini anafanya hivyo, na Yohani anasema kwamba ni kwa ajili ya kujifurahisha tu. Usiku huo Tae-jung anafanyia kazi gari lake na kuongeza kinga ndani yake, ikawa kama Mad Max fulani hivi, maana ukikaa kizembe tu unaulamba wachue. Asubuhi inayofuata anasikia mmoja wa wafungwa akisema alibadilisha injini yake na kuweka injini ya turbo. Wakati huu Yohani anawasiliana na Gangja na kumwambia anakubali ofa yake, hivyo amemwachia zawadi kwenye gari lake ili kufanya mbio ziwe interesting kidogo. Kumbe Yohani aliamua kumtumia kama chambo tu kuchangamsha mchezo, wala sio kwamba alikuwa na nia yoyote na jamaa. Maana anachoamini yeye ni kwamba mpaka race inapoisha
wote watakuwa wameshafariki. Muda si mrefu magari yote yakatoka na kuelekea kwenye uwanja wa mbio za magari. Yohana anatangaza kwamba mtu wa kwanza kukamilisha mizunguko 20 ndiye atakuwa mshindi. Mbio zinaanza na mtu mwenye injini ya turbo ndiye ambaye anakuwa wa kwanza kupoteza gari lake, huku likiishia kuwaka moto tu. Gang Jia na Doksu wanaishia kulizunguka gari la Taejong, lakini wanashangaa kumkuta Jeong huko ndani. Inageuka kwa kumbe Taejong yuko ndani ya gari namba 11 ambalo halijapita kwenye njia ambayo wengine wameenda. Kumbe jamaa aliswap gari bila hao waone kujua. Ikabidi basi kadroni katumwe ili kuangalia kwamba Taejong anafanya nini. Taejong then anatoka pembeni na bike. Hapa ndo Yohan naye anakumbuka kwamba Taejong ndiye mtu aliyemchuma afe jela kwa sababu ya kosa la mtu mwingine. Hatimaye Gang Jia basi akafungua zawadi ya Yohan iliyoko kwa ajili yake, ambayo kumbe ni bunduki. Yohani akaanza kumpampu amfuate Taejong aweze kummaliza. Gang Jia anamfuata Taejong, lakini Taejong alikuwa anatumia mnyororo mmoja kuburuta silinda ndogo sana nyuma yake, ambayo akatumia kugonga moja ya matairi katika gari ya Gang Jia na kuangusha gari yake. Yohani sasa akaamua kutangaza mabadiliko katika sheria. Anasema kwamba yeyote ambaye ataweza kumkamata mtu aliye kwenye bike basi atakuwa ndo mshindi. Kila mtu basi ikabidi aanze kumfuata Taejong. Wakaishia kumchoma kisu na kumgonga na magari, lakini akawa bado yuko hai. Yohani akaamua kuchukua sniper yake na kuanza kumpiga risasi Taejong. Taejong akafanikiwa kupanda bike, kisha akatumia kimtungi chake cha gesi kuharibu drone ya Yohani. Episode inaisha, Taejong anatoroka zake kwenda uraiani, huko Yohani akimfyatulia risasi kumuua. Let's catch up next time. Au kumependa hii recap, na kama una lolote basi usije kuniambia kwenye comment section. Until next time, bye bye.